Yes, ni wakati hapa wa Zilizobamba tukianza na uchambuzi wa michezo mingine mchanganyiko, na hususan tukiwa tunaangazia masuala mazima ya vitasa, na jambo kubwa tunajua kabisa ni kuelekea Disemba 26, Boxing on Boxing Day, pambano ambalo Hassan Mwakinyo Champez atakuwa anapanda ulingoni, lakini kuna mabondia wengi sana kutoka nje ambao watapanda, wakina Legan Pancho kutoka DRC, lakini huwezi kumwacha mtu kumzungumzia mtu kama Enoch Phiri, miongoni mwa mtu ambaye akiupamba ulingo wa vitasa huwa ni hatari sana. Na sasa ni wakati wa kumkaribisha Aidan Mlimira, napenda kumuita Kamfoli Bangula, kwa ajili ya kuweza kutuzungumzia kusema masuala mazima ya vitasa. Mzee wa uchambuzi wa ugomvi. Niambie mzee Kamfoli. Kwema. Nafurahi sana kusikia jina Kamfoli. Au simjua. Hawezi. Alikuwa bado kijana mdogo sana kile kile. Anakuwa. Mimi tena. Sasa hivi ni kocha wa Binga. Hatari sana. Aidha tumebakiza siku 16. Unaweza kusema 15, 16 kwa sababu siku ya tarehe 26 ndio siku yenyewe. Siku leo tarehe 10 sio? Yes, kuna siku 15 kabla ya siku yenyewe ya fight, kwa maana tarehe 26. Lakini uzuri wa shughuli yenyewe tunasema kama bado siku 14, kwa sababu kuna ile moja ile itakuwa ni siku ya mbwelwa ile upimaji uzito baada hapo fight yenyewe 26. Sasa kwenye moja kati ya bouts ama mapambano ambayo yatakuwa sehemu ya hiyo event yetu ya vitasa, itakuwa ni fight ambayo itamhusisha bondia Hamad Furahisha kutoka nchini Tanzania. Atakuwa akicheza dhidi ya bondia Enoch Phiri. Na sisi tutakuwa unamkumbuka Enoch Phiri. Mgumu sana. Piga mmoja mtu mzee makota. Yani hivi akivimba yeye anachipa bana. Sasa Enoch Phiri anarejea tarehe 26. Sasa nikasema wakati tunasubiri kwenda kuona Enoch Phiri atatuletea kitu gani safari hii kwenye ring, tujikumbushe baadhi ya fights 3 ambazo takwimu zake zile ya mabondia wa Tanzania. Yani itakuwa ni fight yake ya 4. Anakuja nchini Tanzania, na ukiangalia fight zake zote ambazo kacheza, tutaangalia takwimu, wote tutawekea hapa mtozo takwimu za Enoch Phiri. Tuone zile takwimu zake na mabondia ambao ameshacheza nao mpaka sasa kutokea hapa nchini Tanzania. Na ukiangalia kwenye mapambano 3 ambayo amecheza, hizi ni takwimu za Enoch Phiri dhidi ya mabondia kutoka nchini Tanzania. Na ukiangalia fights zote 3 ambazo akacheza, alikuwa na matokeo mazuri. Yani unapigana away mara 3 zote kwenye nchi hiyo moja na haupotezi. Tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2023 kwenye undercard ya Ibrahim Class dhidi ya Duran Nkube kule Tanga, alicheza dhidi ya Adam Lazaro, na ile fight alimaliza kwa TKO ya raundi ya 4 kama utakuwa na kumbukumbu sahihi. Lakini pia mwaka 2021 mwezi wa 10 tarehe 13 alipata nafasi ya kucheza moja kati ya mabondia bora ambao tuko nao, lakini sivyo bahati ni kwamba kari yake ni kama stuck, yani imeganda ikui Salim Mtango. Na kwenye hii fight ilikuwa ni sare. Ilikuwa ni sare ambayo Mtango alikuwa na fight ngumu sana ule usiku. Sana. Majaji wakaamua majority draw, kwa maana jaji mmoja alimpa Enoch Phiri, majaji wawili wakaika sare. Mwezi wa 9 tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2021 alicheza pia dhidi ya Jonas Segu, na hii fight bondia Enoch Phiri alishinda kwa technical knockout ya raundi ya 9. Ndio alikuwa amevimba. Alikuwa amevimba ile, na mwamuzi alikuwa ni Pendo Njao kama unakumbuka. Sasa hizi ni fight 3 ambazo tayari Enoch Phiri amewahi kuja kucheza hapa nchini Tanzania, na ukiangalia zote matokeo yalikuwa mazuri kwa upande wake. Sasa tarehe 26 anarudi tena kucheza dhidi ya bondia Hamad Furahisha. Sasa kabla kwenda kumchambua Enoch Phiri na style yake ya upiganaji, tukajikumbusha hii fight yake ambayo alimpiga Jonas Segu kwa technical knockout ya raundi ya 9. Tukatazama kile ambacho bondia Enoch Phiri alimfanya Mtanzania mwenzetu Jonas Segu. Mwenzake anachofanya ni shughuli, lakini Segu akipata nafasi alipiga right nzuri, akaleta mbwembwe badala ya kupiga tena. Yani leo nipata shika ngo kuchanika ndani ya Ubungo Plaza, tunapata burudani ya kutosha. Kwa kweli Jonas Segu Black Mamba anakubali ngumi kweli kweli, na yeye anarusha ngumi.
Sijui kwa nini ajikingi na nilikuwa sijamaliza kauli yangu kuhusiana na sijui kwa nini ajikingi. Pambano Anakpiri amestahili kwa kweli. Na tulizungumza hapa kwa uwazi kabisa kwamba Segu ni kumwombea Mungu, lakini katika hali ya kawaida kabisa Segu alikwisha kupigwa. Angalia hapo alivyodondoka, na hiki kilichomponza ni kuzungusha kichwa tena, kwa sababu ngumi imepigwa nyuma ya kichwa. Angalia hiyo imepigwa sawa sawa, lakini aligeuza kichwa kama alivyoondoka. Kwa kweli mimi ubondia na Kiangalia hilo jicho hapo lilo vimba. Kashinda. Yaani usiamini. Yaani uangalia fight, unaona tu zile picha. Alafu naambia huyu ndo kashinda na lile jicho. Aliyepigwa upoje? Hatari. Sasa hii ilikuwa ni sema kwa Segu hakuvimba. Fair kushinda, akufanya sema huyu Enoch Field. Yaani yeye ndo kavimba lakini ndo kashinda fight. Ukiwekewa picha tu. Unawekewa picha fulani unaambia ndo mshindi fight. Huwezi kuelewa. Lakini pia kwa Segu mfano pale kwa sababu Enoch alikuwa analinda sana jicho lake, kwa sababu yani angepiga tu kwenye jicho pale tena asingeweza kuendelea. Sasa shida ni kwamba ukiangalia kwenye hii fight kama uliangalia vizuri, kuelekea huku mwishoni kabla kuja kwenye round ya 9, Segu ni kama alikuwa tayari kashamaliza. Yaani alikuwa anapigana ku survive, sio kushinda. Yaani alikuwa ameshachoka. Yani anaomba fight iishe. Na ndo muda ambao huyu bwana huyu Anakpiri ndo kama amefunguka sasa. Mbali na hiyo jeraha jicho ambalo alikuwa amepata. Sasa moja kati ya mambo ambayo huyu bwana yuko naye, na of course ndo nimeona amekuwa akiwapa shida baadhi ya mabondia ambao kacheza nao so far wa Tanzania, ni physique yake. Huyu bwana fitness yake ni hali ya juu sana. Yaani yuko fit. Ukiangalia fight yake hii dhidi ya Jonas Segu, yani kadiri ambavyo fight inasogea kwenda mwishoni, yeye ndo kwanza kama ndo anagain, yani anazidi kuchangamka. Anakuja damu inachangamka zaidi. Same fight yake dhidi ya Adam Dadalo mwaka 2023 pale Tanga. Ilikuwa ni vile vile. Raundi ya 4 alikuwa tayari kashakata upepo. Akapoteza ile fight kwa technical knockout. Na sivyo bahati, wengi ambao wanapigana na bwana, moja kati ya mambo ambayo nimeona pia wanakosea kwenye mchakato wa uchaguzi wa plani zao za fight ni namna kupigana naye. Huyu ni tunasema ni brawler, yani ni mpiganaji, mtu wa kupigana, mtu anapenda kupigana. Sio hana technique zote za kupiganaji. Sio technical box. Huyu ni street fighter. Yani ni mpiganaji wa mitaani, yani wale wanasema wapiganaji wa mitaani. Kaangalia hata ngumi zake anavorusha. Kwa Tanzania unaweza ukamweka rafiki yangu wa Manzese. Pengo. No, Pelale at least ni technical. Huyu ni mtu yani mtu wa vurugu. Nani Habibu Pengo? Hapa Pengo of course. Pengo. Na hata Pengo Dula techniques. Labda Dula yes. au Mariam Mashari. Mashari at least kwa technical. Mashari kwa technical. Huyu ni mtu wa vurugu kwenye ringi. Sasa wengi hivi anakuja tu na msingi wake mkubwa ni power. Ana nguvu. So ukiangalia fight yake dhidi ya Lazaro kwa same. Lazaro aliamua kushindana na Phil, akawa ameshindwa kukop na ile intensity ya fight ambayo Phil alikuwa ameleta kwenye ring, akapoteza. Segu pia hivyo alikuwa anajaribu kupigana naye, kushindana naye, na kadiri ambavyo round zinasogea mbele naona taratibu anaanza kuchoka, na ndo muda ambao huyu pili akawa anamfuata kama hivi, anampress tu, anamfuata, anakuja tu. Ile ilikuwa round ya 9. So hiyo ni moja kati ya mambo ambayo nimeona huyu bwana yuko nao, fitness yake. Ndio ambaye yuko fit sana. Ukiachana na hiyo style yake ya upiganaji na kila kitu, fitness yake. Sasa ukiangalia tarehe 26 anakuja kupigana dhidi ya Hamad Furahisha. Hamad ni bondia ambaye yuko technical sana. Techniques na skills za upiganaji. Lakini Hamad pia tunasema kwenye zile lugha za ngumi anaumbwa ndani yake. Yaani na ile dog mentality tunasema. Yaani kuna muda kama ukimlazimisha mpigana, yeye anaweza kupigana pia. Iko technical, lakini pia anaweza kupigana, kushindana. Hamad mwezi wa 7 alipanda lile. Pia na Jafet Herman ile fight kama unakumbuka fight ilikuwa moja kati ya fight kali sana. Kali sana, yes. Walipigana sana. Sasa yule ni Hamad Furahisha. Yaani ni bondia ambaye ana skills za upiganaji. Lakini kuna muda fight ikimlazimisha kupigana, uwezo pia nao kupigana. Yuko accurate sana. Tofauti ya pengine Hamad na huyu Jonas Segu ambaye Philip ana nafasi ya kupigana naye au Lazaro. Hamad ni bondia ambaye yuko accurate sana.
Yani hata punching yake anapopiga ngumi zake naona kabisa ana uwezo wa kuchambua baadhi ya maeneo ya mpinzani na akapata kwa usahihi. Ni moja kati ya mambo Ahmad yuko nao. So tunataka tuone kama Ahmad ataamua kwenda kumpa hiki ambacho huyu bwana anakitaka Hanok Piri kwamba wapigane. Hawa wanakwenda kufanya boxing na kutumia footwork yake kumtembeza Hanok Piri. So huyu ni Hanok Piri ambaye tunamtarajia kumuona akifika Disemba 26 dhidi ya Bondia Ahmad Furahisha. Okay. Siku ijayo nitakuja kumchambua Ahmad Furahisha, takwimu zake na baadhi ya mambo ambayo of course amekuwa akiyafanya kwa usahihi kwenye ring. Mwanetu Ahmad kama sosei kambi yake anakuaga na yule Nagwa kama sosei. Yule shabiki wa Simba yule Bigi. Yule Bigi, lakini pia kuna yule mwigizaji Nagwa ambaye ana mkorofi yule, yani anaigiza ukorofi. Anaigiza ukorofi yani. Sababu mwenyewe anasema sio mkorofi. Lakini sio mkorofi. Kwa hiyo mara nyingi naonaga kwenye anampatia tagi yani Ahmad Furahisha. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni huyo alikuwa ni bondia Hanok Piri ambaye anakuja tarehe 26 kucheza dhidi ya bondia Ahmad Furahisha. Sasa tukiachana na hizo taarifa ambazo zinahusu pambano letu la Disemba 26, duniani kwa sasa hivi Msumi kumekuwa na story ambayo tunasema ni developing, inaendelea tangu wiki iliyopita ambayo inamhusu bondia Terence Crawford Bari, ambaye wiki iliyopita maamuzi ya WBC moja kati ya mashirikisho makubwa ya ngumi kwenye mkutano wao mkuu walifanya maamuzi ya kumvua mkanda wao ubingwa wa WBC ambayo ilikuwa ni moja kati ya mikanda minne ambayo Terence Crawford alikuwa anamiliki mara baada ya kumpiga bondia Canelo Alvarez mwezi wa 9 kwenye kilo 76 na kumfanya kuwa undisputed, maana akimiliki mikanda yote mikubwa minne. Sasa wiki iliyopita ilikuwa tarehe 4 WBC wakafanya maamuzi ya kumvua ubingwa wao mkanda wao wa WBC, na sababu kubwa ambayo walitoa ni Terence Crawford kushindwa kuendana na matakwa ya kikanuni ya WBC. Unajua hii mikanda huwa kuna ile ada inabidi ilipiwe, sanctioning fee tunaita. Bondia akiwa anapigania mkanda lazima kuna ada fulani inapaswa kulipwa. Sasa Terence Crawford mara baada ya ushindi wake dhidi ya Canelo Alvarez alitakiwa kulipa, ambayo kwa mujibu wa kanuni za WBC, huyu ni rais wa WBC ndio Mauricio Suleiman Mexico, ambaye alitangaza hayo maamuzi ya shirikisho lake. Sasa kwa mujibu wa kanuni za WBC, bondia anapaswa kulipa 3% ya kile ambacho atakuwa ameingiza kwenye fight yake husika. Kwenye ile fight Terence Crawford alipata kiasi cha dola za Kimarekani milioni 50 USD, milioni 50, ambapo 3% ilipaswa kulipwa, lakini WBC wakawa wameshusha mpaka 0.6, ambayo ilikuwa ni sawa na kama dola 300,000 za Kimarekani, pesa ambayo pia Terence Crawford hakuwa tayari kutaka kuilipa ile pesa. Na sababu yake kubwa, Crawford anasema pesa ambayo amelipa hii mikanda mingine kwa maana ya WBA, WBO na IBF ni ndogo ukikompea na pesa ambayo Mauricio Suleiman na WBC wanaitaka kwa ajili ya belt yao WBC. So kasema kwa nini nyinyi mnajiona mna special kupata pesa nyingi kuliko hao wengine, pesa ambayo ni wapa wengine. So baada pale akawa amegoma kulipa, kitu ambacho kikawafanya WBC wafanya maamuzi ya kumvua ule mkanda. So tangu ile siku kumezuka mijadala ya kuona ni kwa kiasi gani changamoto kama hizo ama usawa utapatikana miongoni mwa hii mikanda, yani kusiwe na huo tofauti wa hizo fees ambazo zinalipwa kwa hizi sanctioning bodies ambazo zinashikilia mikanda mikubwa minne duniani. Lakini pia hapo pia kumezuka mijadala ya watu ambao wanahoji kutaka kupata uwazi wa wapi hizi pesa zinakwenda. Bondia Errol Spence Jr. mwaka jana aliwahi pia kuhoji, sawa hizi pesa tunalipa kwa hii mikanda, lakini hakuna ule wazi kujua hizi pesa zinakwenda kwenye kugusa maeneo gani. Ingawa Mauricio Suleiman pia rais wa WBC alizungumza yeye akasema wao hizi pesa ambazo mabondia wanakatwa zinakwenda kwenye mfuko wa kusaidia mabondia baadaye, mabondia ambao wanakuwa wamestaafu hawana uwezo wa kujigharamia baadhi ya mahitaji yao. Haileti shida kwa huu mkanda kwa nani kupigwa Canelo alafu hivi sasa nani Crawford naye amenyang'anywa, haihusishwi hapo
Sasa hapo pia moja kati ya mambo ambayo Crawford amezungumza, amegusia kuhusu upendeleo ambao umekuwa ukizungumzwa miaka mingi. Unajua huyu Mauricio Suleiman huyu ni Mexico. Kwa WBC makao yake makuu ni Mexico, mahali ambako pia bondia Canelo Alvarez anatokea. Canelo Alvarez akiwa bingwa wa WBC miaka yote amemiliki ule mkanda. Hakuwahi kulazimishwa kwa mujibu wa kanuni kutetea mikanda yake dhidi ya mabondia ambao walikuwa ni mandatory challengers. Akiwa bondia David Benavidez Jr. Akawa yeye ndo anapewa nafasi ya kuchagua opponent wa kucheza naye. Ila mabondia wengine wakimiliki hii mikanda wanakuwa wanalazimishwa kwa mujibu wa kanuni kutetea ile mikanda na wale mabondia ambao ni washindani wa lazima kwenye ratings zao. Sasa kwa Canelo imekuwa ni tofauti. Kwa hata Crawford kwenye moja kati ya mambo ambayo amezungumza ni upendeleo ambao yeye anaamini huyu Rais Mauricio Suleiman, mtoto wa Jose Suleiman ambaye ndio mwanzilishi founder wa hii belt, amekuwa nao kwa baadhi ya mabondia wa Mexico hasa Canelo Alvarez, na akasema angekuwa ni Canelo Alvarez hiki ambacho WBC wamekifanya pengine wasingekifanya. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwenye hii saga. Mkanda kwa unaenda kwa nani? Upo wazi? So far mkanda uko nani? Uko wazi. Canelo anahusishwa? Mandatory hajatajwa, lakini nafikiri kutakuja mpango wa kumfanya Canelo pengine aingilie kati aje kuwa bingwa pia WBC. Kwa sababu sisi ndo kapigwa huu mkanda. So far hajatajwa, lakini nadhani uko mbele. Kuna mazingira yatatengenezwa tu. Canelo iza analewe fight na bondia mwingine aweze kuchallenge na shinde tena hii belt ya WBC. Sawa. Kwa nini tusianzishe sisi mkanda wetu? Baada ya kipindi tutazungumza. Nani atakuwa rais? Tulia. Haile kama kuna lolote hapo. Nafikiri ni hayo tu kwa leo. Sawa, shukrani sana. Tumefurahi sana. Asante sana. Kuweza kupata hicho kitu. Lakini naamini tunavyozidi utamu unazidi kusogea, miongoni mwa zile clips zinazotembea za Mwakinyo. Anasema ukiwa adui yangu. Ukiwa adui yangu. Anapenda sana amani. Lakini adui usitaki kuleta uadui hapo, tunataka amani. Adui ya one more time. Kama kibadilika ndio anabadilika. Anabadilika. Sasa Mwakinyo anajua sana kujiplom. Iko vizuri mno. Kwa hiyo najua kabisa kuna vitu ambavyo vitakuja pia. The champions one more time. Tuna siku 15. Tuna siku 15 kwani. Ndugu yangu Bakari Atibu alipata shida sana. Siku ya press wanazungumza. Akabia tumekuwa tukifanya na machampion mbalimbali wakubwa. Anasema sio wakubwa, sema ni mimi ndio mkubwa kushinda. Aidan, shukrani sana. Asante sana. Sawa, ni Aidan Mlibira akiwa ametupitisha katika zilizobamba na tumeweza hapa kuzungumza naye kuhusiana na masuala mazima ya vitasa. Kumbuka ni Boxing Day, siku ya tarehe 26 ambapo mapambano mengi makubwa sana utaweza kuyashuhudia, lakini ile main card ni Hassan Mwakinyo Champez Colorado Family, Mogadishu Family akiwa anapanda ulingoni. Lakini mapambano mengine kama umeweza kuyasikia hapo, Legani Pancho atakuwa anapanda ulingoni, lakini pia Osama Arabi kutoka Mtwara atakuwa anapambana na kijana kutoka Morogoro. Lakini Hamadi Furahisha dhidi ya Enoch Firi ni pambano lingine ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Lakini kuna bondia mrembo Deborah Mwenda atakuwa anapambana na Mariam Diki kutokea Malawi. Kwa hiyo miongoni mwa mapambano mengine matamu ya kuweza kushuhudia na kuweza kuangazia katika kisibusi chako cha Azam TV. Lakini bila kusahau kutoka Makatuni Pesa, Hassan Ndonga muda mrefu kidogo hajaonekana katika ulingo, kijana kutokea Mabibo, Tyson Wabongo wenyewe anamuita, atakuwa anapanda pia na nyewe ulingoni. Kwa hiyo ni mapambano mazuri matamu ya kuweza kuyaangazia, wakina Ismail Boyka ambaye atakuwa anapambana na Hassan Ndonga, Tyson Wabongo. Kwa ni mapambano ambayo kiukweli sio ya kuweza kuyakosa, kuweza kuyafuatilia, lakini pia kulipia kisibuzi chako cha Azam TV ili madi uweze kupata uhondo huo wa masumbu, yani boxing on Boxing Day. Lakini pia umepata hayo ya Terence Crawford na mkanda wake wa WBC. Lakini